jirani zetu zilikuwa zikipata vurugu, sitaki kuzitaja, walikuwa wanakimbilia hapa kwetu. Kila kona zote walikuwa wanakimbilia hapa kwetu, na kwa hivyo tumeweza kuwa na wakimbizi, lakini pia wakimbizi wanapokimbilia kwenye nchi pia na wahamiaji haramu ambao hawajafikia kwenye kupata ithibati ya ukimbizi, maana waliingia bila utaratibu au hawaja identified. Wapo wengi kwa kweli, wapo wengi, na ndio maana kila mara tunapofanya misako, wako wale wakimbizi wanafahamika na tumeweka kwenye makambi kule. Lakini kuna miaka ya nyuma, nafikiri awamu ya 4 ya uongozi wa nchi yetu iliamua hata kutoa uraia kwa wakimbizi kama zaidi ya 100,000 hivi, 162,000 tukawapa uraia kwa sababu ndio hayo wanakuja change of culture, fursa na nini duniani kote wanafanya hivyo. Kwa idadi ya wahamiaji hapa kwetu ambao tunaweza, sipendi kuita wahamiaji haramu, wahamiaji ambao hawajafuata utaratibu ambao wanaitwa walowezi, si kubwa sana, lakini imekuwa ipo, na kila mara tunafanya taratibu. Tuna wale wanaopitia wanaokidhi matakwa ya kupata uraia, tunawapa uraia wa kuandikishwa, lakini uchakato wake kidogo huaga unakuwa si mwepesi, kwa sababu identity ya mtu alikotoka kidogo inasaidia sana ikiwa kama hakuingia kiholela. Lakini ni kweli wanakuwepo na tumekuwa tukiwatunza, na mpaka wengine sasa hivi tunawaita walowezi, kama wale wachogo walowezi. Maamuzi kama yale huwa yanatolewa pale inapokuwa pressure ni kubwa. Kwa mfano unakumbuka nchi za wenzetu majirani, hususan Burundi, walikuwa kwenye mtanziko mkubwa na umechukua muda mrefu, kwa hiyo generations zikajimount, yani generations zikaenda. Walikuja watu wachache wamezaliana, wale watoto waliozaliwa hapa wakawa na watoto, wale wajukuu wakawa na watoto. Sasa unafikiria hawa watu ambao wamepoteza amani kwenye nchi yao ya Burundi kwa kipindi cha miongo karibu 2-3, wale wa Kongo ambao wamepoteza amani kwa kipindi cha miongo zaidi ya 3-4. Mtoto aliyezaliwa hapa mwenye miaka 18 tayari ana mtoto naye akawa na mtoto. Ni dhahiri ukisema unamrudisha kwao, kusema ukweli, yani humtendee haki, kwa sababu anachojua ni Tanzania tu, hajui kitu kingine. Ndio maana busara ile ikafanyika na Mheshimiwa Rais Dr. Jakaya Kikwete, wa rais wa awamu ya 4. Serikali ikaamua ikasema, bwana, hawa tuwa naturalize, wapate tu uraia hapa tuwepo. Ndio unaona matokeo ya kina Kibu Denis. Lakini Kibu Denis yeye alikuwa hajapata uraia. Uraia wa Kibu Denis nilimpa mimi. Nilimpa mimi uraia, na juzi nataka niseme nimempa uraia mwingine nani? Christian Bella. Sasa anaenda wapi yule? Kishafika yule. Kaoa hapa, ana watoto hapa na wajukuu, atapata na wajukuu hapa, lakini anafanya kazi nzuri, hana makosa, amefuata utaratibu, na muda wote alioishi hapa Tanzania alikuwa analipa malipo yale yanayostahili. Sio kama wengine ambao wanarandaranda tu. Wafuate sheria, wafuate taratibu. Masuala ya kumpa mtu uraia, kwani unampa pepo? Si unampa mtu maisha, na uraia unafutwa. Mtu anaweza akapewa, akikiuka masharti ya uraia unafanya nini? Unafutwa. Kwa hiyo kimsingi tunaendelea kufanya hivyo kwa sababu tunazingatia sheria za kimataifa, lakini kwa kweli tuna utaratibu ambao unazingatia sheria zetu za nchi, lakini pia swala la usalama wa nchi. Hatuwezi kumpa uraia mtu ambaye tunamuona ni hatari au anaweza akageuka kuwa hatari. Kwa hiyo kuna vetting zinafanyika, na ndiyo maana mtu anapewa uraia.